الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، Mheshimiwa mgeni wetu rasmi katika hadhara hii tukufu, ndugu yetu mkuu wetu wa wilaya hii ya Ilemela, yetu Bwana Khalifa, ambaye leo anamwakilisha mkuu wetu wa mkoa, ndugu yetu Bwana Saidi Muhammad Mtanda. Kuhudhuria kwake kama mwakilishi wa mkuu wa mkoa hakukuondolei nafasi yako kwamba wewe ndio mwenye nyumba hii ya Ilemela. Unapokuja kusema usijibane kwamba uzungumze yale ya mkoa tu, hata yale unayoona yana manufaa kwa wana Ilemela, basi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linakupa nafasi na uwanja huu wa kuweza kuzungumza, na ndio maana kwenye hadhara zetu tunapenda kuwaalikeni. Maana wakati mwingine kuna watu hapo kuwaita kwenye vikao huko vya TAMISEMI sio ya nini hawaji, hii kwenye maulidi ya Mtume Muhammad wanahudhuria. Kwa hiyo nafasi nzuri ya kufikisha ujumbe. Pia nitambue kuwepo kwa shekhe wetu wa wilaya hii ya Ilemela, Sheikh Abdul Warith bin Juma. Nitambue mwenyekiti wa halmashauri, Mheshimiwa Kadhi wa wilaya, Katibu wa Kadhi, viongozi wangu wa taasisi mbalimbali, shekhe wetu kutoka Bariadi, wazee wetu watukufu ambao wamejitoa usiku huu kuja kushiriki katika hafla hii muhimu, wakuu wa taasisi, lakini nimeambiwa pia Mheshimiwa Diwani yuko hapa na mnamwona alivyojipamba, napendeza sana na ile kanzu yake na kofia, na hiyo ni ishara kwamba hakuinunua leo. Kanzu aina hiyo anazo nyingi tu. Na Mheshimiwa mtendaji yuko. Asante sana, lakini tambue kuwepo kwa viongozi wangu wa JUAKITA wote wa mkoa na wilaya zote mbili. Nimeona Nyamagana wapo, Ilemela wapo na mkoa wapo. Waumini mliohudhuria, kina baba na kina mama, walimu wa madrasa, wanafunzi, kwa ujumla wenu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malengo ya hadhara hii isivuke saa 7, hivyo ilivyodokezwa, lakini muda umetaradad, na kwa hakika walio wengi wanatamani kumsikiliza mkuu wa wilaya, na Mwenyezi Mungu katupa bahati wana Mwanza. Mkuu wa wilaya tulionayo wa Ilemela ana uwezo mkubwa wa kukata aya hadithi. Kwa hiyo bila shaka tutalewa hapa, tutafurahia. Sallallahu ala Muhammad. Jambo la pili ni shukrani na kumpongeza shekhe wetu wa kata, Sheikh Sururu bin Salim bin Heres, ambaye pia ndio imamu wetu katika msikiti wetu huu wa Shamsia. Yeye pamoja na kamati yake, wazee wetu kina Mzee Khalid na wengine, na Sheikh Wesa na Bahani na wengine, Mwenyezi Mungu awabarikie wa kuhudumisha uradi huu wa maulidi ya Mtume Muhammad. Tulitaka kushangaa kidogo kwamba Shamsia vipi, mbona hisomwi? Mwenyezi Mungu awalipeni kila la kheri.
Sheikh Sururu alipata tabu sana kupigia Sheikh uko wapi, na kweli ilikuwa mbali, lakini kaona nifute ile ratiba yote ya kule kutoka usiku na kusema na mimi wapi hapo kabili. Nianze kwa kama alivyosema Sheikh Abdul Wali, tunajitoa na kujitolea. Tunaanza ziara kesho ya wilaya zote 7 za mkoa wa Mwanza. Tutatembea kufanya dua, kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu. Lakini tutakwenda kuongea na vijana wa Kiislamu na vijana wa Tanzania. Tutakwenda na mashehe kwa ajili ya kuongea mambo mbalimbali, ile thamani ya kijana. Inawezekana ni kijana wa Kiislamu lakini hujue hata thamani yako kwenye Uislamu wenyewe. Kwa tunatembea hizo siku 7, tutakwenda kila wilaya. Tuombeeni Mungu atupe afya na siha, na tutaanza kesho Nyamagana hadi tutafika kwenye hadhara yako japo ndio nusu saa, hatuwezi kuacha. Na kwa Sheikh Muhammad tutafika, lakini timu yangu yote ya mkoa kesho itakuwa pale Nyamagana. Hapo itakuwa ni kutimba. Tutaanza saa 2:30. Tunataka dua mpaka saa 5 kamili iwe imekwisha, ili tudiriki na mengine. Sasa kiongozi wa mkoa kama anajipenda hapa kutupa, yaani kama ni wajibu kwenda, twende wote tuwe Nyamagana. Kesho kutwa tunaondoka hapa alfajiri, tunakwenda sehemu inaitwa Buchosa. Mpaka Sengerema ina halmashauri mbili, na hiyo sio kwamba tu watu wa Buchosa, kama shaka kuagiza na watu wa Nyamagana wawepo, mpaka tanyiwa wa Ilemela. Buchosa mnatakiwa kwenda na Sengerema. Kwa hiyo tumesema mpaka saa 6 kesho, na kama mnavyojua mambo yetu, naomba usaidizi wa gari, usaidizi wa mafuta. Tunaomba mpaka saa 6 wenye kutaka kwenda, iwe wanawake au wanaume, kesho mpaka saa 6 ya kesho wao tujulishe, na mimi nataka kwenda tuwe kwenye orodha ili tuende sote. Tukirudi hapa Jumatatu, ziara yetu itakatika kidogo, tutakwenda kumzuru Sheikh Mustafa Khalid Siddiq. Kwa hiyo atakayehitaji pia atuambie. Kwenye kipindi hichi kuna mambo mengi pia kufanya. Kwa hiyo leo ni siku ya furaha sana, siku ambayo Sheikh Sururu wameendeleza uradi wa wazee wao. Sheikh wanajua walipopigana, hii timu ya hapa ilipopigania mambo haya yasikate hapa msikitini, na ndio maana tunawapenda. Ndio maana hakuna fitna itakaingia kwetu kule mkoani. Mambo ile kamati haifai na mswalia mtu. Kwa hiyo tunataka kusema kidogo sana, ni kuwaulizeni Waislamu. Sina hakika sana kama toka imetokea zile vurugu tarehe 29 na 30 tumeshahudhuria maulidi. Sasa tumehudhuria moja au mbili, sio? Ndio ya kwanza. Tunakubaliana leo ya kwanza. Tutashangaa leo mada yangu ya kuulizana maswali. Nauliza tena, ndio ya kwanza? Nauliza tena, ndio ya kwanza? Ina mama, ndio ya kwanza? Kwa sababu iko kwenye mkeka. Sasa kama hivyo ndivyo, Sheikh Masasi atuambie, maulidi zilikuwepo kwenye ratiba, zilikuwa hakuna? Zilikuwepo mheshimiwa. Kilichofanya ziondoke ni nini? Ni amani kutoweka. Kusoma maulidi ni haki yetu, sio haki yetu? Ni haki yetu. Haki hiyo tumeipata, tumeikosa. Sio, mnaelewa jamani? Na hata Ijumaa pia. Sasa tulipokuwa tunakuja hapa kwenye maulidi, tunaongea amani, tunaongea nchi,
kati yetu kuna watu wanapita majina hapa Kimbelembele, Chawa, Kosheba, kila hadhara imekuwa amani, hatuna mawaidha mengine, hakuna mengine. Sasa tumejionea kwa macho yetu. Yule rais wa Burundi, namrudia sana, alisema Watanzania sasa mmejua amani, alana ndio mmejua. Na akasema amani haina bei. Ajabu, kwa kipindi kama hichi bado tunabishana tena. Kuna baadhi ya tunasikia haki amani kwanza, haki kwanza. Haya hayatusaidii tena. Nimetoka kwenye kikao sasa. Moja ya maswali nimewauliza hilo, kwamba Ijumaa ya tarehe 31 kusali ni haki yetu, sio haki yetu. Iko misikiti haikusali. Kwa nini tena tuache haki yetu? Uhuru wa kwenda kutembea, kwenda kuemea, kununua unachokitaka, hiyo ni haki yetu, sio haki yetu? Ni haki yetu. Tarehe 29 jioni baada ya ile Malangati watu walitoka, Hakuna. tarehe 30 Jumapili ya tarehe 2, japo makanisa hawakwenda kusali. Kusali ni haki yao, sio haki yao? Haki yao. Walisali? Hawakusali. Kwa nini hawakupata ile haki yao? Nimewaambia wenzangu, jamani, tusiwadanganye waumini, tuambieni kweli. Ahamiyatul amni, umuhimu wa amani. Sio nataka kusema hii, nilikuwa nakusa kuonyesheni hata sisi wasimama maulidi, kama hatukuangalia tutapoteza kitu. Kesho tarehe 29 unatimia mwezi toka yatokea yale matatizo. Maana yake tuna mwezi mzima, ni kipindi cha maulidi, lakini hatukuswalia tu. Na baadhi ya watu michele ilikuwepo ndani, kila kitu kilikuwepo, lakini hakuna aliyemswalia Mtume kwa majumuiya kama hivi. Hivi bado tunajifunza. Hivi leo kwa uchache sana naomba nizungumze na vijana, na hii ndio mada yangu. Ulizwa shehe wa mkoa amesema nini, basi mwambie atakayekuuliza, mwambie shekhe alizungumzia Mtume na vijana. Na nianze kwa aya Mwenyezi Mungu isemayo, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, nasoma tupande. Bismillahir rahmanir rahim, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mola ndani ya Qur'an kuna sura nzima inaitwa Suratul Kahf. Ile Suratul Kahf ndani yake kuna historia kubwa sana kueleza, lakini ni vijana 7 wakiwa na mbwa wao, baada ya matatizo kutokea kwenye mji wao au nchi yao au kitongoji chao, waliamua kuondoka kuupisha mji ule na mfalme yule. Wakenda zao mpaka kwenye pango, wakajificha pale. Qur'ani inawasajili vijana wale. Mwenyezi Mungu anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mungu anawasifu kwamba hao ni vijana waliomwamini Mola wao na Mungu akawazidishia uongofu. Vijana sasa, je, tuulizane, nyinyi vijana wa Kiislamu, mnajua thamani yenu katika Uislamu? Mnajua Uislamu ni thamani hivi uliowapa?
Ukisoma katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mtume anaelezea watu sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. Asema kuna watu 7 siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atawafunika katika kivuli chake, siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli cha Allah. Watu hao 7 Mtume akawataja. Miongoni mwa hayo Mtume akasema shabu nashaa fi ibadati rabbih. Mtume anamtaja kijana ambaye makuzi yake, kuishi kwake amekuwa katika makuzi ya kumwabudu Mungu, ya kumhofu Mungu. Huyo kijana wa aina hiyo ndiyo atakayeingia katika pepo ya Mungu, na siku ile ya Kiyama, siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli cha Mungu, kijana wa aina hiyo atapata kile kivuli cha Mungu. Masikitiko, wewe kijana wa Kiislamu, Mtume wako amekufundisha, amekwambia idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu, ukitaka kufanya jambo itazame mwisho. Fa in kana khairan, ikiwa lina khairi jambo hilo famu ifanye, wa in kana sharra fantahi, ikiwa lina shari acha. Eti kijana wa Kiislamu yeye anakuwepo kwenye maandamano. Hii daraja ya Mtume alisema utaipata. Wito wangu, na hapa sizungumzi na vijana wa Kiislamu tu, nazungumza na vijana wa Tanzania, akili za kuambiwa changanya na zako. Masikitiko makubwa ni pale ambapo huyo anayemshawishi wala hujui, huyo anayekwambia kaandamane haumjui. Masikitiko makubwa, wala hayuko Tanzania. Masikitiko makubwa, unahamasishwa kwa mtandao. Yaani wewe ni ngoma iko, kila ninalosema unafuata tu. Kijana wa Kiislamu, kijana wa Tanzania ambaye umerithi amani, umerithi utulivu. Nchi hii toka inapata uhuru kwa miaka 60, wazee wanasema, na mzee anafuata, watu ambao toka azaliwa hajaona hali aliyoiona tarehe 29 na 30. Mzee Tablighi pale anasema hivyo, yeye hajawahi kuona toka azaliwa hilo lilotokea. Sasa baadhi yetu, bado sisi wakati mwingine Waislamu, baadhi yetu tahsabu jamia wa qulubuhum shatta. Mkikaa hivi mnakubaliana kwa kishakia jambo baya, hapo unashangaa tena wakitaka kwenye maandamano. Labda niwasaidie, ukisikia maandamano yana tafsiri nyingi. Kuna maandamano kwa mujibu wa familia, kuna maandamano kwa mujibu wa darasani, kuna maandamano kwa mujibu wa msikiti, kuna maandamano kwa mujibu wa siku ya Kiyama. Ukisikia maandamano ya nchi yanazo taratibu zake ili yaitwe maandamano. Sisi kwa sababu Waislamu masharti kwa kujua kuna kitu tunafasiriwa kilugha na kuna kitu tunafasiriwa kisheria. Tunasema asawm bilugha kadha, asawm bilistilah kadha. Kwa maandamano sio kila maandamano yanafasiriwa hivyo. Maandamano ya nchi, tunataka kuandamana, tunadai haki zetu. Ni kitu gani? Yanayo mambo yanayotakiwa. Jambo la kwanza, lazima muonyeshe hiyo nia ya hayo maandamano. Kwa sisi tunataka kuandamana. Na mtaka kuandamana ndio. Mna malalamiko gani? Tuna jambo 1, 2, 3. Mainishe. Lakini mtoe taarifa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini ikiwezekana pia
wakati mnatembea kwenye maandamano, basi kiwepo kiashiria kwamba sisi tunachotembea kukinadi na kukipigia kelele ni kitu hichi. Lakini maandamano lazima yawe na eneo la kuanzia na eneo yanayokwenda kumalizikia. Kwa haya niliyoeleza kwamba haya ndio maandamano, tuulizane hapa, yale ya tarehe 29 unayapa jina gani? Unaondoka unafika, sisi Mwanza Mungu wa milima, kuna mtu anakaa alfaki kake maskini, ana shehe Abdulwalid hapa na gari yake Noah, hawezi kupeleka kule milimani, anasema niache hapa petrol station. Eti wewe kwa sababu ya maandamano una chuki, unafika unaichoma ile Noah. Jamani, kuli hapa wale ukana, tuseme ukweli. Shehe wangu hapa anasema kuli hapa wale ukana kushari. Unafika taarifa tulionayo kwa ile ilikuwa zaidi ya magari 70 yamechoma Mwanza. Alafu anatokea mtu anasema watu wameuawa. Hivi jamani, kuna mtu anaridhika mtu wafe? Sisi katika Uislamu kuua ni jambo baya kabisa. Yako maneno Mungu anasema qatala mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban alima. Sisi katika Uislamu waja na adhabu 5. Qatala mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam, mwenye kuua kwa maksudi malipo yake moto wa jahannam. 2, khalidan fiha, ataishi huko milele. 3, wa ghadiba Allahu alayhi, Mungu amemghadhibikia. 4, wa la'anahu, Mungu amemlaani. 5, wa a'adda lahu 'adaban alima, amemwandalia adhabu kali sana. Uislamu hamna mtu anaweza kusherehekea kifo, hamna mtu anaweza kufurahi kifo. Uislamu bali kabisa mambo haya na tunalaani mambo haya. Lakini uuaji huu wa kumpiga mtu umetokana na nini? Alafu wakati unalalamika uuaji wa kupigwa mtu risasi mathala, haulalamiki uuaji wa kwenda kuchoma transformer ya wewe. Huo ni uuaji, sio uuaji. Haulallamiki kuchoma kituo cha mafuta. Jamani, tuulizane hapa, petrol station hata moja ndani ya Mwanza ingenituka ule tenki lake, mji ungebakia. Tuna kweli hakuna uwezo. Mimi ninajua kuna watu wamekufa katika yale mazingira kwa kukosa kufika hospitali. Yule mkubwa amefariki ana shida ya pressure, usuruga pale, siwezi kumtaja. Anatoa pressure akimbizwa hospitali, siku ile pressure imepanda, hakutoka kindani, yule amekufa. Hao wanasababisha msao moja. Uwaji unachoma matairi barabarani, unachoma matairi barabarani. Daktari anakaa Nyegezi, anatakiwa wahi sekretari akamtibu mgonjwa. Kwa kuwa umechoma matairi barabarani, hawezi kutoka kumwahi yule mgonjwa kumdiriki. Mgonjwa anakufa. Wewe sio muuaji. Wewe unachoma, sio muuaji. Kuna watu leo wamekufa wala kwa kwenye maandamano. Hakuna kabisa. Lakini wewe unasababisha vurugu mpaka wale wakapigwa. Muuaji na atakuwa nani? Nasema haya hatufurahii kitotokea. Tunalani. Lakini nyonge mnyongeni haja. Jamani, hao polisi ni binadamu. Yaani polisi ana jicho na una jicho, ana moyo na una moyo, ana nyama na una nyama. Tuko pamoja? Hapo polisi kama ni mwanaume, huenda ni mume wa mtu. Kama ni mwanamke, ni mke wa mtu. Huyu polisi naye ana baba kama ulivyo na baba, ana mama kama ulivyo na mama, ana watoto. Unapokuja na mawe na upanga mko 300 nataka kumvamia, alafu yeye kajaliwa na chombo kinacholia,
akuachie tu njoo. Sallallahu alaihi Muhammad. Sitetei, lakini nataka ninasema taratibu sana leo, muelewe, tusidanganywe. Na nasema mataifa ya nje yatuheshimu Tanzania. Ikiwa shaka mkoa wa Mwanza, naomba mataifa ya nje ambayo yanatusubabi kutuelekea, hawezi kutuelekeza. Sisi ni nchi huru toka 61. Tuna bunge, tuna katiba, tuna rais, tuna mahakama. Rais naunga tu na amesema wazi, nanyoosha mkono wa maridhiano ili iweze kutokea. Muungwana yule rais wetu Dr. Samia, muungwana sio mchezo. Kwa nguvu za rais, kawa ya rais anakwambia basi jamani tuzungumze na yeye. Kwake jambo hili maridhiano sio geni. Rais huyu ameingia madarakani akatangaza fomu ala 4 ikiwemo maridhiano. Anaenda kwenye kampeni akasema tukimaliza kampeni tutachukua siku 100 za utawala wangu za mwanzo kabisa kuwa na maridhiano. Huyu Rais Samia hafundishwi maridhiano, hafundishwi. Sallallahu alaihi Muhammad. Anayuka baadhi ya viongozi wa dini wanatukana watu bure tu. Wanahubiri amani, ni wajinga. Wajinga watu wanahitajia. Wewe mwenyewe kiongozi wa dini hapo ulipo unahitajia hiyo amani. Mbona kuambia waumini waje Jumapili? Mbona kuambia waumini waje Ijumaa? Wewe mwenyewe unasema jamani kaeni mwanzo kwa msije. Kwa nini? Nafasi ya kusema leo ni hapa. Lakini mimi nimesema haya, waumini watoke wajue shirika wao msimamo wake ni upi. Ni msimamo wangu ni kuomba tuendelee kutulia, tumpe nafasi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kaonyesha ukomavu, kaonyesha uungwana, kaonyesha uweledi, kaionyesha dunia kwamba hakurupuki. Tumeingia kwenye mtiki siku pale, siku ya tarehe 3 anaapishwa akasema mambo yote yarudi kama kawaida. Yalirudia mpaka leo bado. Nchi yetu amesema ni wazuri sana. Anasema rais, huwezi kuwa umekaa kwenye mti umekalia tawi la mti afu unakata ni tawi la mti, itakuwa akili yako sio nzuri. Kwa wito wangu nikiwa shehe wa mkoa wa Mwanza na wahusia wa Mwanza, tusikubali propaganda yoyote ya kuichukia serikali yetu au kuichukia jeshi la polisi. Kuna sumu hiyo inaenezwa ili tuchukie vyombo vya ulinzi na usalama. Ndugu zangu, tukilichukia jeshi la polisi tumekwisha. Kwa maana wanaita zama zake zile. Ungeni sema neno akasema hivi, nyie mnatupokea si polisi. Tuiondoe polisi kwa saa moja hapa nchini muone shughuli yake. Hata siku ile ya uchaguzi, ile 29. Bila polisi tungekuwa hapa sasa. Na wale ni watoto wetu jamani, wanadamu kama sisi, wananyama kama sisi. Unapomwambia na kuchuni unataka kumwaia, afanye nini? Najua anaweza kutukana sana kwa kwenye mitandao. Mimi sijani. Mimi wanasema kile ninachoamini. Na ukitukana kwenye mitandao maana yake umeelewa. Message sent. Nachowaomba vijana wa Kiislamu, nyinyi sio kwenye mitandao. Kwa nini mnaruhusu mashehe zenu wanatukana? Hata nyinyi mashehe, hata mshehe wa zamani wamesha ndani takbir la ilaha illallah. Hakuna ushawa hivyo. Hizi zama zingine. Share wingi Facebook, share wingi Twitter, share wingi una WhatsApp. Hakuna ushawa hivyo, ushafika huo. Wakimkada kabumba. Nachokusudia ni kwamba msio wanyonge. Alafu jamani,
Watu wabaya wanasema, watu wabaya ni watu wema msemi. Tuulizane hapa, wale wabaya na sisi watu wema. Nauliza, hivi tuseme hawa ndio tusifanye kwa hayo maandamano yanaitwa yalikuwa maandamano. Wale wanaoitwa wanaandamana na sisi ambao tunaandamana tunakaa ndani. Watu wema. Sababu ni ndani ndio. Sasa ifike mahala tukiambia mkuu wa wilaya kwa mimi nimeshatoa maagizo au mashauri wakati hamna maagizo, tuunde kamati za misikiti za ulinzi, tulinde misikiti yetu. Sisi tunanyamaza tu, lakini kuna misikiti imechomwa hapa Mwanza, usuruka pale watu wanakwenda wanachoma msikiti. Kuna vitu vingi vinatia hasira. Ukisikia hizo petrol stations zilizochomwa robo 3 za Waislamu, hivi nyinyi mjiulizi kwa nini? Tunasema tu hivi, si hatujiulizi kwa nini? Au peke yao vituo 38 wamesema walipoteza ajira zaidi ya watu 300, lakini vituo robo 3 hivyo. Kwa nini zifate mali za Waislamu? Sisi tumesema hatujafika huko, na kwa sababu tuliachie nafasi, lakini tufahamu kwamba sasa hapa itabidi sasa kila mtu aseme analojua, lakini uko kwenye tumbo tutakwenda kupambana. Jamani, maandamano unakuta unaimwagia nyumba ya kituo ya mwenyekiti wa serikali unaiunguza. Kuna watu leo hata baloza kwenda kuchukua pasipoti hawapati kwa sababu kituo cha serikali kinachomwa. Kituo cha polisi kinachomwa. Hiyo sekta sisi tunaitoa wapi wa Tanzania? Vijana wetu mna dini, mna kalima tauhid la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Vijana wa Kristo mnajua kwamba Bwana Yesu ndio Bwana wenu huko. Hivi kwani hivi la ilaha illa Allah na ile Bwana Yesu ni waruhusu kutoka kwa watu? Mmeingiza mambo ya dhana. Leo mtu akiwa baba yake ni rais anaogopa hata kutembea barabarani. Mama yake akiwa waziri anaogopa hata kutembea barabarani. Mtu mke wake akiwa mbunge kwa sababu hata akivaa kanzu anaonekana ile kanzu anaondoa ndio mbunge yenyewe tu. Hatari kabisa. Sasa sisi kwa maulidi zetu mawaidha yanatoka kumweleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tutaelezana haya. Mimi mwambie nikitaka kuacha kumwalika shehe mkuu ache. Lakini hata mkimwalika shehe wa kata, shehe Sabah, shehe Mtoto, shehe Yasin atazungumza haya. Shehe Suluhu atazungumza haya. Shehe Ralibani Imam Rahman atazungumza haya. Shehe Abu Jada wewe ndio anapambana kila siku mtandao atazungumza haya. Wewe vijana wanaandamana, tunaangalia kwenye clip, wamewekwa chini. Wanaulizwa, hivi kwa shida yenu nini? Wasema tutaki rais. Kafanya nini? Hatutaki. Wao wanaonyesha wanachukua mpaka mabango. Basi andikeni mnachokitaka. Kwa sababu katika nchi vitu unaweza kusema unalalamikia maji. Sio hivyo. Sasa umeme. Sio hivyo. Barabara. Sio hivyo ndio hospitali. Bado kuna vitu vile ambavyo tunaweza kutambia. Lakini unalalamika eti mtoto wako anaenda. Si hasadi. Eti malalamiko yako, mfano leo mtu analalamika kwa nini shop kwa na gari. Si hasadi. Mwingine anasema kwa nini analipa milioni 5 kwa goli moja. Akiacha tena itakuwa salo ana nabi. Umeka barabara unazichora. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya tuyasunze kwa lugha nzuri tu ili watu waelewe kwamba hapa jamani hakuna cha maandamano, ilikuwa ni uhaini, ni fujo, ni uhalifu. Kama alivyosema mkuu wa majeshi, shikeni madaraka. Mkuu wa majeshi amesema wazi kwa
tunakuta maskini kwa mtu kwa mwakaduka pale wanapata ni kashiku ile nyegezi na kishiri mkola huyu watu ni maduka ya simu imebaki meupe. Sasa nini mnadai vitu serikalini? Unaanza kupunguza vitu vya watu. Tuchukue tahadhari. Mashehe zangu na maimamu, tuwaambie waumini kuna kitu cha mambo ya wageni. Sasa hivi mgeni yoyote lazima tumjue, hata kama kutoka wapi. Sio anakuja tunatoka na nini? Wapi? Mpaka fedha mambo gani hapa? Tumevunja heshima yetu, tumepoteza ibada. Mwezi mzima tusema ulidi ya Mtume. Kuna mzee mmoja yeye analia tu, kila akipigia simu analia, anambia Sheikh, kwa polisi imekufa. Sasa sio sitozirua wapo wanazirua na watapata laana ya Mungu. Sheikh Ramadhani karibu pale anawaza sio itakuwaje, nitakuja nitakuja kwa ajili waambie jamaa na muombe dua, tushirikiane matangazo. Sasa tutafanya hali mbaya, lakini tunashukuru serikali inakwenda vizuri. Tunamwombea Mungu rais, Mwenyezi Mungu aendelee kumuimarisha, Mungu aendelee kumhifadhi, Mungu amsaidie, na hizi hasadi zote Mwenyezi Mungu aziondoe. Jambo kubwa sisi Waislamu tusiingie mkenge. Jambo kubwa sisi wa Tanzania, wewe kijana wa Kiislamu wa Mkristo, usiingie mkenge. Sisi tunatafuta kwenye shughuli za kidini hivi. Hata mkisikia kila hivi ni hoja tu, tunajenga hoja, lakini hakuna utamshikiaje Mkristo? Si ni wale wetu ni baba Kristo ndio wasimama hapo, ndio watu mkaba 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 tena jibu baba na tunampenda, hatuna shida na sisi wanatupenda sisi. Tanzania tumeshaishi kama tumekuwa vijana wamekufa. Bora kwa Zanzibar na watu wa Kiba hao kidogo naweza kutaja majina hata matano ya Kiislamu, lakini sisi huku wakunogo Mungu wewe mwanangu wewe huku tunapika majina matano kwa wote wa Uislamu. Kwa mtaja wewe Masud Hussein Ashari utapata wewe hakuna kutaja wawili tu Hassan Musa kufika tatu yote vitokee kwa hakuna yako kwa Kristo. Sisi zetu tutaendelea kushirikiana nao, kupendana nao. Huyo hapo anaitwa Sheikh Masanja, babu yake baba yake mtoto wake ni Masanja kata Msaji. Swahili tu tunasema tu kwa maneno haya, mshairi anasema ashababu rihanul hayati, kijana ndio rehani ya uhai. Wewe kijana ndio rehani ya uhai. Tusikubali, tusiruhusu kila cha kusema toeni dua za babu zetu. Sasa ndio wakati umefika, watu wanataka hawapata dua ziko bwana, na watu wasemaji wapo. Tujipinde, tumwambie Mungu toeni silaha sasa. Sasa tukiacha kama zikutoka zile silaha za dua, silaha na maanisha dua zitoke sasa, unafunga tufunge, nchi tulie, na unaleta uhasama. Mwenyezi Mungu ajue maana kwa kuwapeleka, hatushindwi. Sema inshallah kwa baraka ya hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hayo nataka kuyasema kabla ya kutoa ni muombe Allah ndio maana tunasema shida lakini kuombe sana, usimame uzungumze, kwa sababu tunakosea sana kutokualika viongozi wa serikali. Hata huyo diwani wetu kwenye hadhara zetu tunampa nafasi, anasema kwa sababu yeye anatuwakilisha serikalini. Mtu kama anataka hadhara za kufuata bali hiyo na tatu usura moja sisi kwa mkoa wetu hapa nafasi anaeleza kwa nini kiongozi wa serikali hapo anafanyia kwa nini hasa ndio
au tukikuja na wetu kwa diwani ndio kiongozi wetu sasa. Kwa kwenye hadhara zetu hizi ukiona mimi nipo usimkanie. Nampa anapiga maneno, jamani lami nitaleta hapa. Naenda kusema kule nini. Na sisi tunakupenda kwa sababu ndio kama kijana kama tunachemka tusaidie. Tunao mengi lakini kaeni kwa vikao vyenu muhakikishe kwamba tarehe 9 hakuna. Kwanza tukisisi katika Uislamu, BAKWATA na taasisi za Kiislamu tumeshaamua siku hiyo tutashinda ndani kufanya ibada. Kwa kijana yote wa Kiislamu asitoke. Tunashauri vijana wa Kristo wasitoke. Kwenda tusherehekee na rais kishaamua zile fedha zikajenge ile miundombinu. Unaona sasa tabu yake. Yaani miundombinu ilikuwa iko tayari. Hizo fedha kwa sababu hizo mara ya kwanza rais waisha sherehe. Hata kwa mwanzo tumeshanufaika. Kuna barabara za hapa tumeachiwa na Magufuli kwa sababu aliahirisha sherehe. Kwa sio jambo jipya. Lakini leo angeahirisha zikaenda kufanya kitu kipya. Lakini sasa imeahirishwa zinaenda kujenga palipoharibiwa. Hebu ona akili hiyo au suku au mnyemwe. Nisamee sasa unajua mtandakazi mtapata. Mnyemwe sio mnajua usiku sio mnajua. Ni sio atajua hiyo mnyemwe. Basi sio akili kabisa. Unapambana na mtu wako ndani, afu unachukua chupa ya chai unaivunja tu. Umekasirika. Unachukua na basi unavunja tu. Unachukua na TV unavunja tu. Ndio umekasirika hiyo. Leo unaona sasa zile hela zote mabilioni ya shilingi yanaenda kurudisha elimu. Watu wamesua. Hii mali ya Kitwani, hii mali ya Abduli, hii mali sio yule kula zikukundani anaitwa. Mwigulu Nchemba kawaaibisha juzi. Kasema, ninasema haya mabasi yanaitwa Esther ni ya kwangu, ni ya mke wangu. Mke wangu huyo hapa aitwa Esther. Simama mama anaitwa Neema. Mama yangu anaitwa Shomali, binti wa Kiislamu. Hebu ona sasa Tanzania tunaingiliana. Waziri mkuu mama yake ni Muslim. Akamchinja. Nataka kuchinjana, amchinje sana mama. Mungu tutulie. Sisi tu watulivu. Tuombe rais, tuombe dua na hata kukana na wenzio wa Uislamu na mimi najua wa Uislamu watu wenye akili nzuri, watu wana maarifa na wenyewe waendelee kuhamasisha amani. Na kwa sasa hakuna mshindi lolo haki si amani. Hiyo temesha vitu tuhakikishe tunatokaje hapa tulipo. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kusema haya, kwa heshima na adhima na kuomba usimame na uzungumze na hadhara. Ya khayra man dufinati fi turbi